Baba mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa muda huu na wasaa huu wa kuangalia neno lako linalotupa uzima. Mbariki msikilizaji na mtazamaji, mbariki na mimi ili niseme neno lako. Niruhusu kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, kwa jina la Yesu, amina. Msikilizaji na mtazamaji, karibu tena katika kipindi hiki ambapo tutakuwa na somo linalohusu maombi. Ni somo ambalo ni nyeti kweli kweli katika mambo matatu yanayotufanyia mahusiano na Mungu. Maombi ni mojawapo. Lingine ni kusoma neno la Mungu. Lingine ni kuwaambia watu habari za Yesu, huyu aliyekuja duniani akafanyika mwili, akaishi, akafa, akafufuka kwa ajili yetu. Hayo mambo matatu: maombi, kusoma neno la Mungu, halafu na kushuhudia. Sasa leo kipindi chetu kinahusu maombi. Maombi haya ni ufafanuzi wa ile imani ulio nayo ndani mwako. Imani tumesema katika vipindi vilivyopita, tumeongelea habari yake. Na tumemalizia kuongea habari ya kama kuna imani ndogo au kubwa. Tukaona hakuna imani ndogo wala kubwa, ila ukubwa wa imani ni kadri unavyodumu ndani ya imani. Hata kama una imani ndogo kama punje ya haradali, lakini kama unadumu kumwamini Mungu na ahadi zake, basi hiyo inaweza kuwa inaitwa imani kubwa. Lakini hamna ukubwa wa imani wala udogo wa imani. Ni jinsi unavyodumu ndani mwake. Ni either una imani au hauna imani. Hakuna kwamba una imani ndogo kidogo au una imani ndogo au imani ile tunayofikiria sisi. Hayo ni mashaka. Hayo yanahesabiwa kama vile huna imani. Kwa hiyo kwa hakika maombi ni ufafanuzi wa imani hiyo ulio nayo. Ni jinsi tunavyoeleza kuamini kwetu. Ni jinsi tunavyoeleza kumtegemea Mungu, tunavyomtegemea na tunavyotamani vitu vya Mungu. Jinsi tunavyojieleza, tunavyomfahamu Mungu. Kwa hiyo tunapojieleza kwa njia ya maombi, tunadai ahadi zake, tunadai neema yake ili tuweze kupokea, kwa sababu neema ilishatolewa. Kwa hiyo kwa njia ya maombi sisi tunafikiria kwamba tunaomba kwa sababu tunahitaji neema, ahadi zake, na baada ya pale kile tulichowekeza katika kumsihi Mungu arekebishe mambo yetu, investment ile tuliyoweka inatoka kwa jinsi ya kushukuru. Kwa hiyo investment ile, uwekezaji wa maombi, kwa mfano mtu hajapata mtoto, sasa anaomba, ana miaka 3, 4, 5, 6, anaomba kwa imani kabisa, kwa nguvu, anaomba. Hebu muulize, hivi akishapata mtoto huyu ambaye alikuwa naomba, ataendelea, atashukuru kwa nguvu ile ile ambayo alitumia kuomba? Wale wawekezaji wanasema kwamba kadri unavyowekeza sana, unavyoinvesti sana, ndivyo ambavyo utakavyovuna sana. Kadri unavyoomba sana, ndivyo utakavyoshukuru sana. Ndivyo utakavyofanya maombi ya shukurani sana. Kwa hiyo ndivyo utakavyofafanua imani yako iliyokuwepo kumwamini Mungu kwamba mtoto utakuja upate. Na hilo unaanza kuliweka na kulijadili kabla hata hujapata mtoto. Kwa kweli nikipata mtoto, kwa kweli Mungu akiniruhusu nikapata mtoto, nitamshukuru kwa nguvu hiyo hiyo. Hayo yanaitwa maombi. Ufafanuzi wa ile imani yako. Imani ni bomba
linalotuunganisha na Mungu. Na maombi ni njia tunavyotumia kupeleka moyo, akili na roho zetu kupitia hilo bomba. Yaani tunavyopeleka sasa. Tunapeleka sasa. Hiyo ni njia ambayo tunapeleka moyo wetu, akili zetu. Na tunakuwa sasa tunakuwa na hakika. Tunakuwa na hakika kabisa wa mambo ambayo mara nyingine yako mbeleni mwetu, na tunakuwa tuna uwezo wa kuyaweka bayana, kuya practice, yani yakawa wazi, yako dhahiri. Yani ni kama yanaonekana yako hapa, kumbe yako mbali na sisi. Yani hiyo sasa bomba hiyo akili inayopeleka hicho kitu ndio inaitwa imani. Imani ndio inayomshika Mungu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mama mmoja aliandika, Mama White, mara nyingi anasema kuwa maombi si tu kuomba mambo, ni kukiri uwepo wa Mungu, nguvu na ahadi zake. Unakiri kwamba nguvu zake zipo na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yaani Paulo anasema na yaweza mambo yote. Ahadi zake, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Ahadi zake, niite nami, yani amekwambia kabisa, yani anaahidi kwamba ukiniita nitakuitikia na nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Halafu hilo unaliweka katika akili yako. Kwa hiyo unapokuwa unaita, maana yake ni kwamba unaomba na kuonyesha imani kuwa anasikia na atafanya kulingana na mapenzi yake. Kwa hiyo maombi kwa maneno au kwa kinywa, mara nyingine kwa maneno, ni kitu kile. Maombi mengi katika Biblia yanaelezwa kwa sauti, yakimpa Mungu uwakilishi wazi wa moyo wa mtu. Ukimya, mara nyingine Mungu pia anasikia mawazo na nia za moyo. Maombi yanaweza kuwa kimya ya tafakari au hata mazungumzo ya akili na Mungu, mradi tu yaliyo ya kweli na yamejikita katika imani, kwamba umeamini. Mama White anasema kwamba anasisitiza kuwa wakati mwingine maombi ya kimya na ya moyo yanakuwa na nguvu zaidi kuliko maneno mengi, kwa sababu Mungu anasoma moyo. Ukisoma kwenye Samueli wa kwanza 16 fungu la 7, alikuwa anaangalia jinsi ambavyo Mungu anavyoweza kuangalia katika moyo, sio katika sura. Lakini nukuu muhimu kutoka katika huyo mama, maombi ni imani ikitenda. Maombi ni imani sasa inatenda. Yaani ukikuta mtu anaomba sana, ni imani inayotenda. Inaonyesha kuamini, inaonyesha matumaini, inaonyesha kumtegemea Mungu, iwe ni kwa maneno au ni kimya. Kwa ufupi, ndio ni sahihi kusema kuwa maombi ni kuonyesha imani kwa Mungu, iwe ni kwa maneno au kimya. Je, imani ni kama bomba la kupokea mambo ya kiroho? Ndio. Unaweza kuona imani kama njia au bomba la kuunganisha. Maelezo ya kina: 1. Imani ni unganisho kati ya roho ya mwanadamu na ahadi za Mungu. Kwa kweli, kama hujui ahadi za Mungu, unaombaje? Na ndiyo maana ahadi za Mungu inabidi usome neno la Mungu. Ahadi za Mungu, na hasa zile ambazo alisema Mungu mwenyewe kwa mdomo wake, alisema mwenyewe, zipo katika Biblia. Ameahidi mwenyewe. Hebu jaribu kuzidai, uombe kwa kuzidai kwamba Mungu ulisema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Uko wapi Mungu? Uko wapi?
Bomba linalopitisha nguvu, hiyo imani sasa, linapitisha baraka kutoka kwa Mungu au ukweli wa Mungu kutoka katika Biblia. Imani hiyo, imani. Tuliona jinsi ambavyo Biblia inaweza ikaaminiwa, tukaweka vigezo vya kibinadamu ambavyo katika somo lile la kwanza kabisa wanasayansi jinsi ambavyo walivyogundua Mungu ameandika siku nyingi. Inakujengea imani. Mara nyingi inaelezwa kwamba imani kama mkono unaoshika ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu unaenda kuzishika kwa imani. Kwa nini Mkristo ukose mambo yaliyoahidiwa katika Biblia? Kwa nini uyakose? Wakati umepewa mkono wa kuweza kuyashika, yaani ile imani. Na unafundishwa kila siku huo mkono unayashika namna gani? Umefundishwa jicho linaloweza kuona yale yasiyoonekana. Mmoja nikawaambia vijana, nikawaambia kwamba wanasema kwamba sasa hivi fursa hazipo sasa hivi. Fursa yani zimeadimika. Nikawaambia kwamba ni kwa sababu imani kwa Mungu haipo. Yaani fursa zilivyo nyingi, mtu mmoja alilinganisha fursa ziko kama ukienda pale, ukisimama pale Morogoro Road pale. Njia ile barabara ile ya Morogoro ile. Magari yalivyo mengi yanapishana huku na kule. Hebu jifanye wewe kama unayesubiri gari linalotaka likupeleke sehemu fulani. Sasa yale magari yafanye kama ndio fursa zile zinazopita pale, ili wewe uweze kuingia, usimamishe moja uingie. Yaani inafananishwa hayo magari ni kama fursa, ila shida kuona ni gari gani. Kwa hiyo fursa zile yale magari ni kama fursa zinavyopita, linapita hili unaliacha. Wewe unafikiria kwamba hili limejaa bwana. Linapita hili unasema hawa wana bwana kwenye hiki gari kidogo wako wawili tu. Linapita hili unasema huyu kavunga tinted. Lakini anasema hebu jaribu sasa kuthubutu. Yaani gari lolote inakuja gari kabisa tena la fahari kabisa limekuja pale VX. Alafu kwa imani unalipiga mkono, unalisimamisha, unastukia linasimama. Alafu linakwambia unaenda wapi bwana? Kaambia naenda pale, ingia twende, na mimi naenda hapo. Unaingia, unaenda. Halafu najiuliza nisingesimamisha ili ingekuwaje? Ni kwa sababu umefanya imani, Mungu akakupa macho ya kuona. Kwa hiyo imani inaona kwamba hili nilisimamishe. Kwa hiyo hata fursa ni hivyo hivyo. Ukiwa na imani kwa Mungu, unaziona fursa. Wakati wewe huoni fursa, wenzako wanaziona nyingi. Bila imani, baraka za Mungu ni kama maji kwenye hifadhi. Bila bomba, unaona lakini huwezi kuyatumia. Kwa hiyo imani inapokea na kushikilia ukweli wa kiroho, ikileta uzoefu wa sasa hata kabla haujaonekana katika dunia hii. Imani inafanya kazi kama bomba linalowezesha ukweli wa kiroho kuingia kwenye maisha ya kila siku ya mwanadamu. Kwa hiyo jinsi ambavyo watu wenye nguvu kama Elia wanaweza kushindwa katika imani na mwanamke Mkananayo ambaye anaweza akaonekana na imani kubwa. Kwa hiyo imani ina kanuni zake. Yaani imenyoka. Haijalishi wewe uko mtu wa namna gani, uko wewe unasoma Biblia kiasi gani, unahudhuria kanisani kiasi gani, ni mpaka uwe na imani. Mpaka uwe na imani. Tutajifunza. Tuone Elia hapa alifanya nini. Hebu tumuone hata kidogo tu. Elia alikuwa na nguvu katika miujiza na maombi, lakini wakati mwingine alishindwa kuamini ulinzi au mpango wa Mungu. Ukienda kwenye Wafalme 19 fungu la 4 utaiona hiyo. Kwa hiyo imani inaweza kushindwa pale uoga, kuchoshwa au kuzingatia hali za dunia kunapozidi kumwamini Mungu. Mama White anasema hata watakatifu wenye nguvu wanaweza kupoteza imani kwa muda pale wanapokabiliwa na changamoto za kibinadamu. Mwanamke yule Mkananayo, ukienda kwenye Mathayo 15 fungu la 21 mpaka 28, alikuwa na uvumilivu 1, alikuwa mnyenyekevu 2, na imani thabiti katika huruma
kutaka huruma kwa Yesu. Alimuona Yesu. Hata Yesu aliposema maneno ya kumkatisha tamaa, hata ilipoonekana kuchelewa, hata ilipoonekana hafai, lakini yeye akadumu kwa imani. Imani yake imani haikui kulingana na hadhi yake, haikui kulingana na nguvu, au kulingana na ushindi, ushindi wa zamani, bali kwenye kudumu. Imani inakuwa pale inapodumu, inakuwa persistent, kuamini kikamilifu ahadi za Kristo, kudumu kuamini, kuendelea kuamini. Kwa hiyo mama White huyu mama nitakuwa namuongelea sana, anasema kwamba unyenyekevu na uvumilivu mara nyingi hufanya imani ishinde hata juu ya wale wenye vipaji au wenye nguvu za awali. Wanashindwa kutokana na kutokuvumilia, kutokudumu katika imani. Kwa hiyo funzo kuu ninasema kwamba imani si kuhusu nguvu za kiroho za zamani, kwamba huyu mtu alikuwa hivi zamani, huyu mtu alikuwa kwa kiroho zamani, bali kuhusu kuamini na kutegemea Mungu sasa hivi, leo hivi. Watu wenye nguvu wanaweza kushindwa ikiwa wanategemea wao wenyewe, wanajitegemea. Watu wadhaifu wanaweza kushinda ikiwa wanamtegemea Mungu. Ni hivyo tu, haijalishi kwamba ni wanamna gani. Ukijitegemea mwenyewe unashindwa, ukitegemea mali zako unashindwa, ukitegemea afya yako unashindwa, ukitegemea akili yako unashindwa. Watu wadhaifu wanaomtegemea Mungu wamekuwa washindi, na kiwango cha kumtegemea ndiyo hiyo inayoitwa nguvu. Unasema kwamba ufalme wa Mungu unapatikana kwa wale wenye nguvu. Yaani wenye nguvu wale wanaodumu kuamini, yaani hata wakati wa mateso, wakati wa shida, wanadumu kuwa hivyo. Hao wanaitwa wenye nguvu. Biblia inaratibu Yesu aliomba akiwa na lengo la kufanya mambo makuu. Hapa kuna baadhi ya sehemu kuu. Yesu aliomba kabla ya kuchagua mitume wake. Kwa hiyo tunaposema kwamba imani tunahitaji sana, kwa sababu maombi yanaunganisha, maombi ndiyo yanapitia kwa imani katika lile bomba. Maombi ni maneno yanayoelezea imani, yanayofikiria imani. Maombi yanathibitisha imani ile ulio nayo. Ndiyo maana katika somo hili la maombi naongelea imani. Lakini maombi bila imani hakuna kitu chochote. Yaani hayo ni maelezo, hayo ni sanaa tu. Yaani ni kama usanii wa aina fulani, maombi bila imani. Mathayo 14 utaona Yesu aliomba kabla ya mitume kuweka mitume 12. Utaona Mathayo 14 fungu la 3 na Luka 6 fungu la 12 mpaka la 13. Biblia inasema Yesu alitoka peke yake akapanda mlimani ili kuomba, na akawa na mazungumzo ya kina na Baba. Baada ya hapo alichagua mitume wake 12. Baada ya hapo, yaani wewe unakuwa na tukio kubwa, halafu unashindwa kulielezea kwa imani, kulielezea hilo tukio kwa imani kwamba Baba, nina hiki na hiki, ninaamini kwa vile una nguvu, una uwezo. Na baada ya pale ukasema amina kwamba imekuwa hivyo na iwe hivyo. Kwa hiyo mantiki ya Yesu hapa kwenda kuomba kabla ya kufanya uongozi mkubwa au kuanzisha huduma, Yesu alihitaji mwongozo wa kiroho kupitia maombi. Namba 2, Yesu aliomba kabla ya kuponya wagonjwa. Wewe fikiria au angalia kwamba alionyesha miujiza mikubwa wakati ameshaomba. Angalia Marko 1 fungu la 35. Asubuhi na mapema alienda, kabla ya alfajiri Yesu alitoka akaenda mahali pengine kuomba. Hii inaonyesha umuhimu wa maombi kama maandalizi ya kiroho
kabla ya kazi za miujiza. Kabla ya kazi za miujiza. Nyumbani kwako unafanya namna gani? Kuna tukio liko pale. Unafanya namna gani? Unaiweka namna gani imani katika maombi? Na mara nyingine tunashindwa kuona kwamba maombi yanakuwa hayafanyi kazi kwa sababu ndani mwake ni makavu, hayana imani ndani mwake. Ni maombi tu. Kuna mtu mmoja akaniambia hata lile ombi la chakula, mara nyingine watu walishalikalili. Yaani mtu anaweza akaomba hata hamaanishi kitu chochote, kwamba hicho chakula ni namna gani, afadhali ungekula tu. Lakini maanisha kwamba hicho chakula kifanye kazi katika mwili wako. Mara nyingine mtu anakula madawa hayo, unajua madawa yamejaa madini mabaya yanaharibu mwili. Kabla ya kula hizo dawa, mtu anaomba na anaambia Mungu, nisaidie, dawa hizi ninazokula hizi sinaweza zikasababisha madhara kwenye mwili wangu. Nisaidie ili zikachujwe vizuri na figo zangu na maini na nini zichujwe vizuri. Na anasema amina. Na Mungu anasikia katika jambo hilo. Kwa hiyo Yesu aliomba kabla ya tukio ambalo ni zito. Yesu aliomba katika bustani ya Gethsemane kabla ya kushambuliwa. Mathayo 26 fungu la 36 mpaka 44. Yesu aliomba kwa nguvu sana, akasema, Baba, ikiwa inawezekana, ipite kikombe hiki mbali nami, lakini si kama mimi nitakavyo, bali wewe mapenzi yako yatimizwe. Akaomba. Akasema hii ni kazi ngumu, si kwa kweli, ikiwezekana hii kitu kinipite, maana yake ni kigumu, lakini sio kama mimi ninavyotaka, niwezeshe wewe, mapenzi yako yatimizwe. Yesu aliomba. Hapa tunaona Yesu akipata nguvu za kiroho kuweza kukabiliana na mateso makubwa ya kifo chake. Na ndiyo maana Biblia inatuambia walikuja malaika kumhudumia akiwa katika bustani ya Gethsemane, kwa sababu aliomba. Maombi yana express, yanathibitisha, yanaielezea imani ulio nayo. Aidha ni maombi ya kimya ndani ya tafakari, lakini yanaelezea kile unachoamini ndani ya moyo wako. Lakini Yesu vile vile aliomba kwa ajili ya wafuasi wake. Katika Yohana 17 lile ombi ambalo ni kubwa. Utaona hii ni sala kuu, yaani ambapo Yesu anaomba ulinzi, umoja na wokovu wa wafuasi wake. Hapa sio kwa ajili yake mwenyewe, bali kwa ajili ya wengine. Alionyesha jinsi maombi yanavyohusiana na kazi kubwa ya wokovu. Na maombi yanasema kwamba unapoomba kwa ajili ya mwingine, hilo ombi sio la ubinafsi, maana yake sio kwa faida yako. Maombi ya namna hiyo Mungu anayajibu mara moja, na anapoyajibu kwa wengine, hata wewe unafaidika. Sasa shida, maombi ya watu wengi sasa hivi yamekuwa ni kujiombea wao na familia zao. Wamesahau kwamba wanapoombea watu wengine, mibaraka ile inapoenda kwa watu wengine inarudi inakwenda kwake. Kwa hiyo maombi yanajaribu kuelezea wewe jinsi ulivyo. Maombi yanaleta mahusiano na Mungu wako. Kama unaotaka mahusiano na Mungu, ni maombi. Angalia, mtu anayeongea sana na rafiki yake, mahusiano yanakuwa ni makubwa. Mtu anapoongea sana na mke wake, mahusiano yanakuwa makubwa. Ukitaka kuona ndoa zilizovunjika, ni zile ambazo hazina maongezi. Kwa hiyo uhusiano uliovunjika ni ule ambao mtu hawezi kuomba kwa baba yake, hawezi kuomba. Na tumeambiwa tuombe kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Tunakuwa na mahusiano ya dhati. Na tena mtu anayeomba, yeye ahadi anazidai. Lakini mtu anayeanza leo kuomba, ameacha siku nyingi kufanya maombi, yeye anaomba. Naona tofauti hiyo. Kwa sababu wewe hujaomba siku nyingi, unadaije ahadi? Unaanza sasa, wakati huo unaanza kuomba. Lakini ukiwa kwenye mazoea ya kuomba, sasa kazi yako ni kudai zile ahadi. Zile ahadi tu kazi yako wewe ni kuzitaja. Kwa nini tuwe na umaskini mkubwa katika mambo ya kiroho, hata katika mahitaji yetu ambayo alisema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote mtazidishiwa? Ni kwa sababu hatujui kuomba. Yesu aliomba mara nyingi kabla ya kufanya miujiza ya ajabu. Luka 5 fungu la 16. Lakini yeye mara nyingi alikuwa akitoka kwenda sehemu peke yake na kuomba. Hii inaonyesha tabia ya kudumu katika maombi.
ambayo ni msingi wa kufanya mambo makubwa. Biblia inaniambia kwamba wakati wa siku za mwisho maombi yatakuwa hafifu, mahusiano na Mungu yatakuwa hafifu, maombi yatakuwa ni kero. Hata sasa hivi mtu akiomba tu akirefusha kidogo, wanasema bwana, hapana bwana, anaomba sana huyu, anatuchosha kabisa. Ni kwa sababu ombi lile kwanza hulisikii, halafu alikusaidii, huna imani. Kwa kweli maombi ya bila imani utachoka. Maombi ya bila imani utachoka. Lakini maombi yanayopelekea kana kwamba unamuona Mungu, unaziona ahadi zake, hakuna kuchoka. Mara nyingine mafundisho mengi yamekuja ambayo mimi sijayaona kwenye Biblia. Anasema bwana, kuna maombi yanachosha, maombi marefu yanachosha. Yaani ombi linaloenda kwa Baba wa mbinguni kudai ahadi zake linachoshaje? Linachoshaje wewe kuongea na baba yako? Yaani unachoka namna gani kuongea na baba yako? Unachokaje? Yaani wanayochoka, wanaotetewa na hizo semi, wanatetewa wale ambao imani zao hazipo. Yaani kuomba kwao ni kama kutimiza wajibu. Yaani ni kama kuongea tu hadithi ambazo wala hazipo. Lakini kuomba kwa imani ukiwa unamuona Mungu, kuchosha kwake ni kugumu sana. Ukiongea na baba yako, unaongea na baba yako mliozoeana, mnachokaje? Unachokaje? Ndio, kuna wakati unasema kwamba okay, sasa twende tukalale, tumechoka kuongea. Yaani mpaka wote mtaona kabisa kwamba mmechoka kuongea. Kwa kweli tulijadili swala hili la maombi, linafanya mahusiano yetu na Baba yetu wa mbinguni yawe thabiti. Mungu akubariki sana. Tukutane tena siku nyingine tutakapojadili somo lingine tena, katika jina la Yesu. Amena.